kama wizara tunatamani kazi iende kwa kasi, na ndio maana nimekuja hapa leo ili nijue kama kuna vikwazo bado havijakaa sawa kwenye awamu ya kwanza ya utekelezaji wa mradi huu, tuviondoe hivyo. Na bahati nzuri naona mambo mengi yameshapangwa, lakini kuna jambo moja limebaki kama kikwazo kikubwa kwangu, hili la andiko. Lile andiko ndio lilikuwa limebeba bajeti ya utekelezaji wa mradi. Nilitegemea kwamba kufikia leo tungepata andiko na bajeti yake ambayo imeshapitiwa, ndio sisi tupewe hiyo bajeti tuweze kuanza kutekeleza mradi. Kwanza tulihitaji kuwa na taarifa zile za msingi za awali, ikiwemo andiko lile la mradi kwamba sasa tunaendaje mbele. Kwa hiyo nadhani tuliodia kwenye kamati kwamba inabidi tukae kikao cha pamoja kuangalia na kutengeneza sasa mpango kazi wa ile awamu ya pili na jinsi gani tunavyoweza kwenda mbele. Moja hapo kwa tulikuwa pia la msingi ni kutambua wadau tofauti ambao watashiriki kwenye mradi huu na majukumu yao yatakuwa nini ndani ya mradi huu, ikiwemo hao ambao nimewataja na watu wengine wengi wana interest pia na huu mradi. Sasa hivi kwa Wizara ya Madini kupitia kitengo cha uendelezaji wa wachimbaji wadogo tunazunguka Tanzania nzima kwa ajili ya kukusanya maoni na kuangalia ni maeneo gani yanahitaji kufanyiwa mafunzo. Tayari timu ya wataalamu ilipita eneo la North Mara, ilipita maeneo ya kanda ya Ziwa na saizi inaendelea kanda ya Songwe, Ruvuma na Mbeya kwa ajili ya kujifunza na kuangalia ni maeneo gani watafanya ni kitu gani kitumike katika kufanya kutengeneza mtaala wa mafunzo. Kwa hiyo na eneo hili katika mpango wa MBT utekelezaji wake katika mafunzo, timu ya kutoka wizara pia itashirikiana na uongozi wa mradi huu katika sehemu ya mafunzo. Wizara ya Madini kupitia STAMICO ina sehemu za mifano 3 ambazo moja iko Rwamgasa, iko Geita, na pili ipo sehemu inaitwa Katente. Kwa eneo hili ndio eneo karibu. Kwa hiyo pamoja na shaft ya mfano ambayo itaanzishwa hapa, lakini pia katika hatua ya awali naweza tukafanya mpango ili kuangalia kama tunaweza tukatumia kwa ajili ya zile demo ambazo ziko tayari. Kuna plant kwa ajili ya uchimbaji, kuna uchimbaji na pia uchenjuaji. Lakini mafunzo sio hayo tu, bado kuna mafunzo kwa ajili ya sheria, kuna mafunzo kwa ajili ya uchimbaji wenyewe, uchenjuaji, afya, mazingira, yote hayo. Kwa hiyo ni seti nzima ya mafunzo. Kwa hiyo tukisema mafunzo tusifikiri huko mbele kwa ajili ya kuchimba. Ili uchimbe ni lazima mafunzo mengine pia uweze kupitia. Lakini pia katika moja majukumu ambayo yamefanyika katika phase 1 ni kuanzisha andiko la mradi. Baada ya kuwa mradi huu umekwenda kamati imepewa jukumu hilo, walikuwa hawana andiko la mradi. Kwa hiyo wakaanzisha uandishi wa andiko la mradi, project document, kazi ambayo bado inaendelea. Ndugu mgeni rasmi, changamoto kuu ya mradi huu kama ambavyo tumekwisha ieleza na kwenda kazi kuu ni ukosefu wa fedha za kuendesha mradi, zikuhusisha uratibu, utafiti wa maeneo yaliyotengwa, uanzishwaji wa shughuli za kichimbaji katika maeneo tengwa, uendelezaji wa migodi ambayo ikipewa msaada ingeweza kusaidia vijana kujishughulisha na shughuli za kimadini kwa haraka. Mheshimiwa Naibu Waziri, changamoto nyingine ambayo ilibainika ni baadhi ya leseni wakati wa zoezi la kuonyesha kubainika kuwa kwenye maeneo ya makazi ya watu kiasi kikubwa na uwezo wa kufanya fidia kwa mujibu wa sheria ya madini, vijana hao wakawa hawana. Kikao cha kamati ya uratibu mradi kimepanga kukaa mapema mwezi Februari, wiki ya kwanza. Moja ya ajenda ambazo atakazojadili ni pamoja na changamoto hii na kuona namna bora ambayo itakwenda kuchukuliwa katika ama kuwapatia leseni nyingine. Hatua za utekelezaji wa mradi zinazofuata kama ambavyo umeeleza, phase 2 ambayo itakwenda kufuatia ni pamoja na mambo yafuatayo: kumalizia uandishi wa andiko la mradi, kufanya vikao na wahisani waliovutiwa na mradi ikiwemo Benki Kuu na wadau wengine mbalimbali, lakini pia
kufanya uchunguzi wa EP polarization, induced polarization umepangwa kufanyika katika hiyo phase 2. Mpango zaidi wa utafiti unapangwa kuhusisha mgodi wa Barrick, GST na STAMICO. Hii ni katika phase 2, mambo ambayo yataendelea kujadiliwa. Kuendelea kuhamasisha vikundi kuanza shughuli za tafiti na uchimbaji, wakati mipango ya kutatua changamoto zinazowakabili inaendelea, vikifanya utafiti na vijana wakiendelea kusubiri hatua zinazofuata za utekelezaji wa mradi. Ndugu mgeni rasmi, Mheshimiwa Naibu Waziri, naomba kuwasilisha kwa niaba ya kamati ya uratibu. Vision 2030, madini ni maisha na utajiri.